wetu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wazee na viongozi wote wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Watu wa Meatu, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples! Peoples! Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Mheshimiwa makamu mwenyekiti na watu wa Meatu, jana sisi Chadema, msafara wa makamu mwenyekiti, tulikuwa pale mkoa wa Mara, Musoma mjini. Tumefanya mkutano vizuri, na wakati tunatoka wananchi wa Musoma walikuwa wengi sana, wakawa wanatusindikiza. Polisi waliona wivu, wakapiga mabomu watu wale wasitusindikize, kwa sababu waliona ule msafara pengine ukienda huko duniani CCM itaonekana haikubaliki. Lakini pia leo tulivyoingia mkoa wa Simiyu, toka tulivyoingia mkoa wa Simiyu tumehangaika na mapolisi wengi sana, na tulipofika mtaa unaitwa Sakai huko pale Bariadi mjini, wakati wananchi wamemsimamisha makamu mwenyekiti wa chama chetu kumsalimia, mapolisi alikuja OCD wa pale Bariadi na ving'ora makelele kutaka kuharibu makamu mwenyekiti asiwasalimie wananchi wa pale Sakai. Lakini Mheshimiwa makamu mwenyekiti na nyewe watu wa Meatu, jana wakati tumemaliza mkutano usiku, mimi binafsi wakati natembea kwenye mitandao ya kijamii nilikutana na taarifa ya kifo cha askari wawili wa kituo cha polisi Mererani Simanjiro, mkoa wa Manyara. Askari hao ni askari wa usalama barabarani, walifariki kwa kupigwa na radi wakiwa kazini. Nitumie fursa hii kulipa pole jeshi la polisi kwa kupoteza askari wawili. Lakini pia nitumie fursa hii kuwaambia askari polisi kwamba matendo mengi mnayoyafanya kwenye taifa hili yanaeneza chuki kubwa sana kati yenu na wananchi. Wakati nasoma comments, wakati nasoma maoni ya Watanzania baada ya kifo cha askari wawili waliopigwa na radi, sikumuona Mtanzania yoyote anayeumia askari wale kufa kwa kupiga radi. Wote walikuwa wanashangilia. Nyie polisi, na nimekuona RPC upo hapa, hawa wananchi wa Meatu wakikuta jeshi la polisi wamepata ajali barabarani, wako askari polisi wamevunjika miguu na wanapigania uhai wao, pengine asitokee hata mmoja wa kuwasaidia hao askari. Watu hawa wanafanya hivyo sio kwa sababu hawajui nini kinatokea kati yenu na wao. Askari polisi mmekuwa mnashiriki kwa kiwango kikubwa sana kuwaumiza watu, na mnaumiza wakati mwingine kwa sababu mnatumwa na viongozi kama huyu mkuu wa mkoa wa Simiyu. Wake nani? Ukuu wa mkoa brother ni koti la kuwazima, utakaa nalo milele. Wako watu wengi walikuwa wakuu wa mikoa wa hapa Simiyu, leo sio wakuu wa mikoa. Unatumia nafasi yako ya ukuu wa mkoa kutugombanisha sisi vijana maskini na hawa askari. Hawa watu sisi tumesoma nao, na wenyewe ni maskini kama sisi, wamepigika kama sisi, lakini anatokea mtu mmoja amekabidhiwa. Hawa nao ni maskini kama sisi. Hata hizi sare zenyewe wanazoshona hizi walizovaa hizi zenyewe wanajinunulia wenyewe. Ndio maana unamwona huyu ya kwake imeiva kidogo, ya brother imepauka, na wenyewe wamepigika. Lakini wapo watu wamekabidhiwa ofisi za umma kama huyu mkuu wa mkoa kuwatumikisha hawa na kufanya wawe maadui zetu. Sasa nikwambie Kenani, sisi Chadema na hawa Tanzania wanayapigania ni maisha yao, na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akatutisha na akaturudisha nyuma. Kwa hiyo ukome, na tutarudi Simiyu hapa kufanya mikutano kata kwa kata, jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, alafu tuone utatufanya nini. Usitutishe bana. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi nimekuja kufanya kazi moja ya kitume mkoa wa Simiyu. Kazi ya nini? Na kazi yenyewe sio nyingine, nimekuja kuwasanua. Hebu wote semeni kutusanua. Nimekuja kuwasanua kwa sababu CCM na maisha yenu haijawahi kuwa kipaumbele. Chama cha Mapinduzi, nyewe watu wa Simiyu, sio kipaumbele chao maisha yenu.
Ndio maana kila siku ya Mungu mnalalamika ajira, mnalalamika maji. Nimeambiwa miongoni mwa tatizo kubwa hapa Simiyu, hapa Meatu ni maji. Hicho sio kipaumbele chao. Ndio maana mnahangaika na huduma za afya. Sasa mimi natokea mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma una mawaziri karibia 5. Mkoa wa Pwani una mawaziri karibia 5. Nyie watu wa Simiyu nikiwauliza, mna mawaziri wangapi wanaotokea Simiyu? Hakuna. Maana yake bora hata Magufuli kidogo alikuwa anawajali. Alikuwa ameteua baadhi ya watu kuwa mawaziri wanatokea huku mkoa wa Simiyu. Kwa Chama cha Mapinduzi akiwajali, ndio maana nimeambiwa hapa mna madini. Waziri wa madini anatokea Dodoma. Mimi kwetu Dodoma. Kule Dodoma sisi tunalima karanga. Sasa waziri wa madini ameteuliwa kutoka mkoa ambao shughuli wanayoifanya ni kilimo cha karanga. Nyie watu wa kanda ya Ziwa mna madini. Baada hata waziri atokea huku, hata waziri hajatokea huku. Sasa Waswahili wanasema mpende akupendaye, asiyekupenda ufanyeje? Unakutana na mtu yuko Simiyu, yuko Meatu, eti mimi Chama cha Mapinduzi. Dodoma kipo chuo kikuu kinaitwa chuo kikuu cha Dodoma, ni mali ya serikali. Nyie kanda ya Ziwa hamna chuo kikuu. Chuo kikuu pekee mnachokilingia ni chuo kikuu cha Sauti, mali ya kanisa Katoliki. Nyie hapa hamna hospitali ya rufaa. Sisi Dodoma kuna hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Kuna hospitali ya rufaa, hospitali ya Benjamin William Mkapa. Hizo zote ni hospitali za rufaa na hospitali ambazo ni mali ya serikali. Nyie hapa hamna hospitali ya rufaa hata moja. Hospitali ya rufaa mnayoingia ni hospitali ya Bugando. Nayo ni mali ya kanisa Katoliki, sio mali ya CCM na serikali yake. Ukikutana na mtu hapa Meatu anasema mimi ni mwana CCM, huwa nakumbuka swali lililoulizwa kwenye Wagalatia 3:1. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Ukikutana na mwana Meatu mwenzako ambaye barabara yenu ni shida, maisha yenu ni shida, anashabikia CCM, muulize, ewe mwana Meatu mwenzangu usiye na akili, ni nani aliyekuroga kushangilia CCM? Halafu si Chadema tukisimama tukija huku Meatu kuzungumza na Watanzania kila tunakoenda. Leo walikuwa wanatuchagulia mpaka njia za kupita. Hebu bwana RPC nikuulize, ni wapi kwenye PGO kumekupa mamlaka? Ni wapi kwenye sheria za jeshi la polisi unayo mamlaka ya kumchagulia Mtanzania yote njia ya kupita? Ni sehemu gani? Yaani mkuu wa mkoa wa Simiyu baada uhangaike kuokoa watu wa Meatu na Simiyu kwa ujumla, kuwatoa kwenye umaskini, kwa sababu nyinyi ndio mkoa unaoshika nafasi ya kwanza kwa umaskini Tanzania. Yaani kiongozi badala uhangaike kuondoa watu kwenye umaskini, unahangaika na Chadema. Chadema ndio iliyoleta huo umaskini hapa Simiyu. Na wauliza nyie watu wa Meatu, Chadema ndio iliyoleta umaskini? Maana baada ya kusema hayo, niseme jambo la mwisho. Deni la taifa limefika trilioni 97. Watanzania mko milioni 63. Ukichukua trilioni 97 ukigawanya na milioni 63 ya Watanzania wote, maana yake kila aliyopo hapa anadaiwa milioni 1.5 milioni. Ndugai alisema ili taifa linavyoelekea hivi kuna siku litakuja kuuzwa. Na sisi tumekuja kuambieni ndugu zangu watu wa Simiyu, iungeni mkono Chadema, kwa sababu viongozi mnaowachagua au viongozi wanaotuongoza hamkuwachagua nyinyi watu wa Meatu. No reforms, no election, ndio msimamo wa chama chetu, na tunawaombeni vijana wa Simiyu muiunge mkono Chadema mwaka huu kama noma hata ikawe noma. Kusipokuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi wakafanye. Asanteni sana.